Seneta wa Nairobi Edwin Sifuna amepuuzilia mbali madai kwamba alihusika kupanga tukio la kurushwa kwa vitoa machozi lililoripotiwa wakati wa mkutano wa kisiasa uliofanyika Kakamega, akiyataja madai hayo kuwa hayana mantiki na yamechochewa kisiasa. Akizungumza kufuatia mjadala uliozuka, Sifuna alisema haingii akilini mwake kuvuruga mkutano ambao yeye mwenyewe aliupanga na kuufadhili. Alisisitiza kuwa madai hayo yanapotosha ukweli wa kilichojiri na yanalenga kuchafua jina lake kisiasa. Seneta huyo aliongeza kuwa yeye pamoja na washirika wake hawatatishwa na matukio kama hayo, akisema wako tayari kuendelea kushirikiana na wananchi katika mikutano ya hadhara kama inavyoruhusiwa kikatiba. Kauli yake imekuja huku kukiwa na mvutano wa kisiasa unaozidi kupanda joto katika maeneo mbalimbali ya nchi. Sifuna alikumbusha kuwa katiba ya Kenya inalinda haki ya wananchi kukusanyika, kujieleza na kushiriki shughuli za kisiasa kwa amani. Alisema ni mujibu wa vyombo vya dola kuhakikisha mikutano ya kisiasa inalindwa badala ya kuzua mazingira ya hofu miongoni mwa wananchi. Matamshi hayo yanafuatia ripoti za awali zilizodai kuwa kulikuwa na vurugu wakati wa mkutano huo wa Kakamega, ambapo vitoa machozi vilirushwa na kusababisha taharuki miongoni mwa wafuasi. Hata hivyo, mazingira kamili ya tukio hilo bado yanaendelea kuchunguzwa. Wachambuzi wa siasa wanasema kauli ya Sifuna inaashiria kuendelea kwa mvutano wa kisiasa kuelekea mwaka wa uchaguzi 2027, huku viongozi wakianza kujipanga mapema katika maeneo yao ya ushawishi. Kwa sasa macho yanaelekezwa kwa vyombo vya usalama kutoa ripoti kamili kuhusu kilichotokea Kakamega, huku wafuasi wa pande mbalimbali wakisubiri ukweli kamili ubainike. Moto TV Kenya nasi pia tutaendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo ya suala hili na kukuletea taarifa zaidi pindi zitakapojitokeza. Endelea kufuatilia habari zetu na kumbuka kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Pia turn on notifications ili kupata habari zote kwa wakati.